بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قال قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، والصلاة والسلام على رسول الكريم الذي أوضح المقصود في آية وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Baada ya Mwenyezi Mungu kuturuzuku kuvisoma viapo vyote katika surati al-Buruji, kiapo cha mbingu yenye buruji, na buruji zitafafanuliwa kwa kadiri Mwenyezi Mungu aliwezesha, na kiapo cha al-yawm al-maw'ud, siku ile iliyoagwa ambayo ni siku ya Kiyama, wa shahidin wa mashhude, na shahidi na chenye kushuhudiwa. Qasam kwa vyovyote yahitaji jawabu la qasam, na ndio leo tuingia katika jawabu la qasami, jawabu la hicho kiapo, kwamba kuapwa ili kuzungumzwe nini. Ndio jawabu la qasam, kwamba kutila ashabul ukhdud, wamelaaniwa watu wa mahandaki. Annari dhati lwaqud, kwamba ni badali hiyo. Hawa watu wa mahandaki ni wale watu ambao wenye moto wenye kuni, yani ni badalu istimali, itakuwa ni badalu kulli min alkulli. Sasa kutila ashabul ukhdudi, wamelaaniwa watu wa mahandaki. Habari hii huwezi kuelewa ila upate kisa chake, kwamba ashabul ukhdudi ni nini. Tufahamu kwenye Qur'an kuna sahabu wengi, miongoni mwa hao kuna sahabul kahfi, lakini kuna ashabul ukhdudi. Sasa katika hii surati al-Buruji, ni nani hao? Hawa ni wafuasi wa Dhunnuwasi al-Yahudi. Mtu mmoja akiitwa Dhunnuwasi al-Yahudi, ambaye alikuwa ni mfalme kwa wakati huo. Pamoja na kwamba ni al-Yahudi, lakini ni al-Himyari, ni mtu wa Yaman, katika mji uliokuwa ukijulikana kama Najrani wakati huo, ambapo kulikuwa na waumini pale ambao waliwatesa kwa kuwachimbia mahandaki na kuwawasha moto. Qur'ani hapa inavyoeleza kisa hiki ni kisa cha miaka 70 kabla maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, miaka 70 kabla ya kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwani Mtume, Mwenyezi Mungu anamwelezea kisa cha miaka 70 kabla ya kuzaliwa kwake. Elewa, ni kisa cha mfalme alikuwa akiitwa Dhunnuwasi, na umaarufu wake ni al-Yahudi al-Himyari. Dhunnuwasi al-Yahudi ni Yahudi kwa maana ni mfuasi wa dini ya Kiyahudi. Mtu wa Yaman, Najran. Wakati ule kulizagaa sana watu waliomwamini Nabii Isa alayhi salam. Maadui nambari moja wafuasi wa Nabii Isa wa Manaswara ni Mayahudi. Mayahudi katika watu ambao hawapendi
Mayahudi hawapendi mpaka leo, ni Naswara. Kwa hiyo hata wakati ule yule alikuwa akiwalazimisha yale mabaki bakaya na Nabii Isa alayhi salam miaka 70 kabla ya kuzaliwa Mtume Muhammad. Wengine wasema ni miaka 40 kabla ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mahama kan, lakini ni tukio lilotokea kabla ya kuzaliwa Mtume. Maana ni mwaka wa 500 miladia. Dhunwas al-Yahudi ni Yusuf ibn Shurahil al-Himyari. Ni Yusuf ibn Shurahil al-Himyari. Kaitwa Dhunwas kwa sababu kana lahu al-ghadair tanus al-ghadair fi sha'ri. Alikuwa na nywele za kusuka ambazo zilikuwa zikicheza wakati anatembea. Dreads. Kwa mambo ya kizamani kabisa. Miaka 500 kabla hajazaliwa nani? Mtume Muhammad. Na ilikuwa ndio pambo lake, wakamuita Dhunwas. Sasa nywele zake zilikuwa zinatembea za cheza wakati akitembea, na ndio raha yake ni ujana. Huyo ni Dhunwasi al-Yahudi. Kwa hiyo utakachokiona sasa hivi kwamba ni jambo la kisasa mno, watu wa ilmu ya tarikhi watakwambia mambo ya kizamani mno, kama ilivyokuwa tatuu, sio kama mambo ya kisasa, lakini mambo ya kizamani kweli mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam kamlani mtu anayechora tatuu kuonyesha kwamba ni mambo ya zamani, kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam huko. Sasa kisa hiki ukitaka kupata sahabul hudud, fahamu watu watatu. Dhunwas al-Yahudi, lakini mfahamu ar-rahibu, mtu ambaye alikuwa ameshikamana na Mungu sana, mtu wa kimungu sana wakati huo, lakini mkamate na al-ghulam, kijana. Watu wangapi? Watatu. Wanne wao mchukue as-sahiru. Ili ufahamu vizuri kikisa kwa wepesi, mfahamu Dhunwas ambaye ndani mfalme. Wa pili ufahamu Arahib, mcha Mungu sana kwa wakati huu. Watatu mfahamu Al-Ghulam. Wanne mfahamu Asahir, mchawi. Huyu mchawi ndio alikuwa mchawi yule mfalme, na ni kaida ya wafalme wote duniani, lazima awe na mchawi wake mpaka leo. Lazima awe na mchawi ambaye anayemwamini kupita kiasi. Basi huyu alikuwa na mchawi wake, lakini Dhunwas alikuwa akidai kwamba yeye ni nani? Ni Mungu. Pamoja kwamba na mchawi wake ndo anayemkinga mambo yake na anayeroga watu kwa vuruga, lakini pia alikuwa anadai yeye nani? Mungu. Mchawi huyu fakabura sinu, umri wake ukawa ni mkubwa. Wakati wa nyuma tuliposoma kwenye Riyadhus Salihin, fakabura sinu, umri wake ukawa mkubwa. Na hii imo kwenye Sahihi Bukhari, ndio maana tumechukua. Tafsiri ziko nyingi za jambo hili la koti la sahabu la hudud, lakini tuchukue ile ambayo imo kwenye Sahihi Bukhari ndio sahihi. Alipokuwa na umri mkubwa, akahitaji kwamba akamwambia mfalme, umri wangu umekuwa mkubwa, sasa bora uniletee kijana. Ib'ath ilayya ghulamun uallimahu sihra, lete kijana ili nimfundishe uchawi. Kafanywa interview vijana wengi sana, kaonekana fulani ndio anayefaa. Sasa kila jambo na watu wake, watu wenyewe ndio kwamba huyu anafaa, huyu
hafa. Akafaa yule kijana. Kufaa kijana yule kapelekwa, mchawi yule akawa na maagizo yake, ayakuna mukhtalifun ilayya, awe mtu mwenye kwenda mara kwa mara kwangu mimi, anakwenda anarudi kwao, anakuja na kurudi kwao, anakuja kwangu namfundisha uchawi anarudi kwao. Ikawa ni hivyo, anatoka kwao anakuja kwa mchawi afundishwe uchawi, ili aichukue nafasi ya yule mchawi mkubwa kwa mfalme. Nadhani mchawi alikuwa anataka kustaafu, ndivyo ilivyo, alikuwa anataka kustaafu. Kwa hiyo makamu yake achukue huyu. Ikawa anakwenda, bainama huwa yadhhabu ila sahir falaqiya rahiba fi tariq fa'alima anna fi makanin kadha hunaka arrahib alladhi ya'budu Allah subhanahu wa ta'ala yu'allimu an-nasa dina. Akajua kwamba kuna mtu ambaye ni rahib mahala fulani, mcha Mungu, na anawafundisha watu dini. Katika njiani akawa sasa badala ya kwenda kwa mchawi moja kwa moja anakwenda kwanza kumsikiliza yule bwana mcha Mungu, mpaka ikawa sasa ni mwanafunzi wa yule mcha Mungu. Kwa hiyo mwanafunzi wa watu wangapi? Wawili. Akwenda kusoma kwa mcha Mungu, akitoka kusoma kwa mcha Mungu anakwenda kwa sahiri, kwa mchawi, kusoma uchawi. Akimaliza kwa mchawi anarudi kwao, maana bado kijana mdogo. Ikawa anafanya hivyo mara kwa mara. Siku moja wakati yuko njiani, akaona kundi kubwa sana la watu barabarani hawapiti. Yule kijana nataka safari zake sasa aende akasome kwa watu wake wawili hao. Kuta kundi kubwa sana la watu hawezi kupita. Ndio kuna nini? Asema angalia kule, kaona mnyama mkubwa sana waja. Hadithi katajwa ni mnyama. Jitihada za wanazuoni ndio kila mmoja akasema kivyake. Mwingine anasema ni hayyatun, kama ilivyokuwa katika tafsiri ya Mafatihul Ghaib ya Fakhrul Razi, anasema ni nyoka mkubwa. Mwingine anasema ni simba mkubwa, Hadaiq Ar-Ruhi War-Rihan na tafsiri nyingine. Lakini waliokuwa sahihi zaidi ni wale waliosema mnyama ambaye hakika yake anamjua. Yule mnyama akawa anawazuia watu, yamna'u nasa anil mururi, anawazuia watu kupita. Yule bwana likamfurahisha sana jambo lile. Yule kijana akasema alhamdulillah, leo nitajua baina ya mcha Mungu na mchawi, mwalimu yupi wa kushikamana naye. Akakusudia akasema, Allahumma in kana sha'anu rahib ahabba ilayka min sha'ani as-sahir qawwini an aqtula hadhihi ad-dabba, qawwini hatta aqtula hadhihi ad-dabba. Mwenyezi, ikiwa jambo la yule mcha Mungu ndio lenye kupendeza kwako kuliko jambo la mchawi, naomba unitie nguvu niweze kumua huyu mnyama. Na akasema, na ikiwa wa inkana sha'anu sahir ahabba ilayka min sha'ani rahib, na ikiwa jambo la mchawi ndio la kupendeza zaidi kuliko jambo la nani? La mcha Mungu, nisiweze kumua huyu. Basi akachukua jiwe akamtupia yule mnyama, likampata akafa yule mnyama.
kufa ule umati wote uliokuwepo pale, ukasema hata huyu kijana ana ilmu ambayo hajapewa mtu yoyote, ana ilmu ambayo hajapewa mtu yoyote. Mabwana, tunatafuta kutila ashabul ukhdud. Man hum ashabul ukhdud? Ndio tunatafuta hao ashabul ukhdud ni nani? Wamelaaniwa watu wa mahandaki. Je, hao watu wa mahandaki ni nani? Sikiliza kikisi ndio utaelewa vizuri tafsiri. Bila hivyo huwezi kuelewa. Kwa hiyo watu ikawa namwendea akaza kwa swala sasa lile la kwenda kwa sahil kule akaliacha. Akasata mtu kweli ni huyo rahibu mcha Mungu. Ikawa sana zidi kusoma kwake mambo mbalimbali, mara kajikuta wanafanyia watu dua, na dua zake ni mustajaba. Kila anemgusa makubuli, kila anemgusa kabuli, kila anemgusa kabuli. Jina lake likaenea sana katika mji ule, nchi ile na jirani Yaman yote, kana kuna mtoto watatu. Kumbe yuko Jalisu Malik, mtu wa karibu wa mfalme, ni kipofu. Kasikia habari zile, kuna mtoto huyo hatari anaomba Mungu huyo. Kumbe Mungu jambo limekuwa. Basi nipelekwe. Mtu mkubwa ikulu ya mfalme kapelekwa. Alipokutana na yule kijana amwambia, kabla hujaniombea Mungu, nataka nikwambie maneno. Ukiponyesha haya maradhi yangu, nawe maisha yako yamenyoka. Kwa hiyo niponyeshe tu, utaona matokeo yake nitakapokufanyia katika maisha. Ndivyo mambo yanavyokuwa. Ndivyo watu wanamwambiwa. Kweli ba. Kama aya akamwambia, mimi sijai kuponyesha mtu hata mmoja, na maradhi yako siwezi kuponyesha, ila anaponyesha ni Allah. Na mimi sitaki unipe chochote katika hizi hayo ulioniahidi, isipokuwa nataka ahadi yangu ni kitu kimoja tu. Ukipona maradhi haya, utamwamini Mwenyezi Mungu, na utamfuata, utajua yeye ndiye Mungu mmoja. Tayari ana mtihani, anaishi na Mungu kule ambana Dhunuwas. Lakini huko anaambiwa ukipona ufuate Mungu, na mfuata mimi, ndiye Mungu mmoja ambaye kamuumba Dhannawas, khalaqa Dhannawas wa khalaqa kulla man huwa fi milkihi, tahta milkihi. Kamuumba huyu Dhunuwas na kukamuumba kila ambaye yuko katika milki yake. Na huyo ni Dhunuwasi, hairidiki. Hamnaja kusema Dhannawasi, khalaqa Dhannawasi, ni khalaqa Dhunuwasi. Huyo kamuumba Dhunuwasi na kawaumba wale ambao wako chini ya Dhunuwasi. Sasa mimi takubali. Basi kamwombea Mungu, kaona pale pale, karudi kule kwa mfalme. Mfalme anashangaa. Hii sio story, ni hadithi ya Mtume Muhammad. Aliyehadithia habari hizi ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahihi Muslim. Akawa naona, mfalme akashangaa, nani kakufanya wewe uone? Akasema, aliyenifanya mimi, aliyeniomba wokovu ni Mungu wangu ambaye ameniumba mimi. Sasa akaleta uchokozi, khalaqani wa khalaqaka, kaniumba mimi na kakuumba wewe. Rabbi wa rabbuka, mola wangu na mola wako. Alladhi khalaqa kulla shay'in, ambaye ameumba kila kitu. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, anampa tauhidi nyingi, na hakika yajua kila kitu ni muweza.
Mfalme kuambia maneno ya sababu kama tena. Kadungwa huyo, pigwa kweli kweli, sio mfalme. Kapigwa kweli kweli, sasa nani kakufundisha ujinga? Ambia al-Ghulam, ni kijana. Kijana naye kakamatwa na serikali ya mfalme. Kapigwa sana, ambia nani kakufundisha? Ni Araibu. Ni yule nani? Mzee wa watu yule. Ambia kamatwe. Mzee yule kukamatwa, ambia wewe ndio unaleta fitina katika nchi hii. Ndio wewe mfitinishaji mkubwa katika nchi hii. Mimi ni Mungu au na Mungu mwingine? Asema mimi na Mungu ambaye halakani wa halakaka wa halaka kulla man huwa fi wa kulla man huwa tahta milkika. Kaniumba mimi, kakuumba wewe, na kamuumba kila aliyekuwa chini ya utawala. Basi yule mfalme alikuwa katili sana. Kamuita mchinjaji wake, anamwambia chukua msumeno mkate kati, hakikisha natoka wewe vipande vingi. Akakatwa, ndivyo alivyokufa Arahibu. Tuna watu wangapi? 4. Sasa mmoja kafa, kabaki Asahir, Al-Ghulam na nani? Nuwas. Ndio kutila sahabu al-Ukhdud. Mukhtasari wake kufasirika lazima uwe hivyo ili uelewe. Akamfuata wa pili kukatwa na msumeno, muwe huyu msaidizi wangu huyu Tolikuu, naye akakatwa na msumeno vile vile. Kabaki nani sasa? Al-Ghulam, kijana. Yule kijana sema huyu kwa sababu atakuwa fitna kubwa katika nchi hii. Kwa pelekwe juu ya mlima mrefu, askari wote wapeleke juu ya mlima mrefu, alafu mkhiarishe mambo mawili, baina ya kufa au kukiri kwamba mimi ni Mungu. Sasa kwenye kilele cha mlima, alipokuwa juu ya kilele cha mlima, anaambiwa kiri kwamba mimi ni Mungu au na Mungu mwingine, tukutupe chini. Akaza Allahumma kfini min shururihi min sharrihi. Mwenyezi Mungu nakuomba unikinge na shari yao. Mwenyezi Mungu nakuomba unikinge na shari yao. Dua yake ule mlima ukatikisika kwa nguvu sana. Wale askari na silaha zao wakaanguka chini, wakafa wote. Mfalme kapata habari, kijana yule kaomba Mungu, askari wote wamekufa. Akasema kamatwe. Kakamatwa tena, ambia huyu nendeni naye katikati ya bahari, alafu mumtupe. Unajua ukishiba neema ukishiba sana unajua za punguza fahamu. Ungekuwa mimi hapo tayari ningeshaelewa kwamba huyu hawezekani. Usingemchokoza tena. Lakini neema ile ya ufalme, kaona anaweza kwa ufalme wake. Pelekwa katikati ya bahari, akasema Allahumma kfini min sharrihim. Mwenyezi Mungu nakuomba unikinge na shari yao. Aj'aluka fi nuhurihi wa a'udhu bika min shururihi. Wena kuweka kwenye shingo zao na najikinga na shari zao. Bahari ile ikachafuka, wakazama wote. Akabaki kijana. Kubaki kijana, akaenda kwa mfalme. Kaambia naona unahangaika sana kuniua. Mimi wewe huwezi kuniua. Huwezi hata ufanye huwezi. Wewe na jeshi lako hauwezi. Isipokuwa ukitaka uniue mimi, kubali nikufundishe maneno. Akasema sawa, nifundishe. Asa kusanya watu wengi sana katika muhadhara, tengeneza muhadhara mkubwa sana wa watu katika nchi hii. Halafu nifunge kwenye mti, nisulubishe mikono, miguu, nifunge. Shefunga mikono na miguu, useme uchukue
katika mishale yangu chukua mmoja au miwili au mitatu, alafu useme bismillahi rabbil ghulami kwa sauti, alafu ndio unipige, hapo utakufa. Akafuata ule ushauri, maana hamtaki. Akakusanya nchi nzima ile, muhadhara mkubwa. Sasa aseme bismillahi rabbil ghulam, naye ndio Mungu tena. Hakusema, kapiga mshale wa kwanza kamkosa, mshale wa pili kamkosa, ambia unahangaika bure, sema bismillahi rabbil ghulami. Akasema bismillahi rabbil ghulami. Sa bismillahi rabbil ghulami, akampiga mshale ukampata. Ndivyo alivyokufa kijana yule. Alipokufa sasa, lengo la yule kijana likatimia. Na maana lengo lake ni dini, sio kuwa hai, ni watu wamfuate Mungu na wamjue. Watu wakamwamini, akapata waumini chungu nzima, wakamwamini watu karibia nchi nzima ile ya Najran. Hao ndio wanaoitwa ashabul ukhdud. Akasema sasa hawa ashabul ukhdud inahtamil wajhain, fi wajhain, pande mbili. Kwa hawa waliomwamini kijana, waliomwamini Mungu mmoja sasa, na hawa wafuasi wa nani? Dhunuwas, askari wa Dhunuwas. Dhunuwas akasema kuchimbwe mahandaki. Ndio Wafursi, ndio taaluma yao kubwa ya mahandaki, ndio hiyo. Kukachimbwa mahandaki, alafu kuwashwe moto usiozima, alafu watumbukizwe wale kwenye ule moto, na wao wakae pembeni wahakikishe wanaungua wote. Ilifanyika hivyo, ni tukio lilotokea mwaka 500. Hiyo ndio kisa cha ashabul ukhdud. Qur'an ikafanya kutila ashabul ukhdud ni jawabu la qasam, ni jawabu la viapo vingapi? Vitatu. Wasamai dhatil buruj, alqasamul awwal, kiapo cha kwanza. Na hapa kwa mbingu yenye nyota ngapi? Yenye buruji 12. Wal yawmil maw'ud, na siku iliyoagwa, kasam ngapi? Kiapo cha pili. Wa shahide wa mashhur, kiapo cha ngapi? Cha tatu. Kwa nini viapo viwe vitatu na kiapo kimoja cha tosha kuelezea habari ikawa ni habari kubwa? Kwa nini ni vitatu? Ni kuonyesha ukubwa wa habari yenyewe. Ikawa jawabu la qasam ni kutila ashabul ukhdud. Lakini kama unavyoona hiyo aljumlatul fi'liya ndio jawabu la qasam. Aljumlatul fi'liya kanaha tujua la mahalla laha min al-i'rab, ihda min al-jumal allati la mahalla laha min al-i'rab hiya jumlatul ismiyya, si ndio? Jumlatul fi'liya ni jumla ambayo ni jawabu la qasam, la mahalla laha min al-i'rab. Hapo mafahimu vizuri. Jumla ambayo aljumlatu taqaw jawaban liqasami la mahalla laha min al-i'rab, kama ilivyo jumlatul ibtidaiya na jumla gani na gani na gani, sawa? Jumlatul i'tiradhiya na kadhalika. Akasema kutila ashabul ukhdud, lakini yafahamika kwamba hapo kuna hadfi, iko hadfi, asili yake ni laqad kutila ashabul ukhdud, na hapa hakika wamelaaniwa watu wa mahandaki. Kwa hii ni jawabu al-qasami. Kwa watu wa nahwu lazima tuwape haki yao. Au uqsimu bihadhihi al-ashya,
takdiri yake ni uqsim bihadhihi al-ashya. Wama hiya hadhihi al-ashya? As-samaa, uqsim bis-samaa'i dhati al-buruj wa bil-yawmil maw'ud wa bishahidin wa mashhud laqad qutila ashabul ukhdudi, na apa hakika wamelaaniwa watu wa mahandaki. Manake nani hao waliolaaniwa? Ni Dhunnuwas na jeshi lake, ni Dhunnuwas na jeshi lake. An-nari dhatil waqud, takwenda an-nari dhatil waqud ni badal ihtimali minal, ni badal ihtimali min al-ukhdud. Na al-ukhdud najua ni ile ni mufrad, lakini inatafsirika kama jamu. Wamelaaniwa watu wa mahandaki. Ikuwa waifuata lugha tu ungesema wamelaaniwa wenye handaki, lakini kwa sababu al-ukhdud jamu yake ni khanadid, si ndio? Sasa uqtil ashabu al-ukhdud au khaddi khandud, kutila ashabu al-ukhdud, wamelaaniwa watu wa mahandaki. An-nari dhatil waqud, umeona kuna nini hapo? Kuna faslu kama kuna faslu kuna nini? Bayani kwamba kutila ashabu al-ukhdud. Hao ashabu al-ukhdud ni nani? An-nari dhatil waqud, hao ndio wenye moto wenye kuni. Maana ni badal ihtimali min al-ukhdud majrur bil kasra. Kwa nini badal al-ishtighal? Li anna al-ukhududa mustamilun alaiha, kwamba haya mahandaki yamekusanyika kwenye huo ni pamoja na huo moto, yamekusanyika pamoja na huo moto. Kwa ndio makasa ni badal al-ihtimali. Jasa ni badal al-kulli min al-kulli. Imeleka jamani. An-nari dhatil waqud, hapo ni kwamba hao waliolaaniwa ni wale ambao wenye moto wenye kuni. Fihi nari dhatil waqud, yani katika hiyo al-ukhdud, ashabu al-ukhdud. An-nari ni badali ya ukhdud, ukhdud badal ihtimal. Sawa, useme hivi kutila ashabu al-ukhdud, wamelaaniwa watu wa mahandaki. Watu wa mahandaki ambao vipi? Fihi, ndani ya handaki hilo, fihi naru dhatil waqud. Unalosema fihi an-naru badala an-nari, sawa ikawa an-nari dhatil waqud, nao ni kufiyun, ikawa takdiri yake ni hivyo. Huko tusiende sana, watu waelewe tutafsiri, sawa. Kutila sahabu melaniwa watu wa mahandaki. An-nari dhatil waqud, wenye moto, handaki lenye moto lenye kuni, sawa al-waqud wengine akasoma kwa ukudi wa masdari badala ya waqudi, kwamba handaki lenye kuwaka, lenye mwako wa moto. Inasema kwa ukudi badala ya waqudi. Tafsiri ya Qur'ani zina tabu. Idhhum alaiha qu'ud, ndivyo? Wakati wao alaiha qu'ud, juu ya mahandaki hao walikuwa ni wenye kukaa. Lakini ala hapa sasa kwa pembezoni mwao walikuwa wamefanyaje? Ni wenye kuketi, kwamba wanasubiri wale wanaona watu waungue. Ila saa yale mahandaki kusema idhhum alaiha, wakati wao juu yake, ni kwamba ni mahandaki yale yalitengenezwa alafu yakafukiwa juu na material ambayo haipandishi joto juu. Alafu pale walipofukia juu, wao wakaweka kikao pale, wanakunywa kahawa zao, hawana neno. Huku chini watu wanafanyaje?
wanaungua. Ndio ikawa kwamba ile ala iko maana fauka, kwamba idhhum, wakati wao, alaiha, juu ya hayo maandaki, qu'udun, ni wenye kufanyaje? Kukaa. Kwa hii idh ni dharfu ile kutila, ni dharfu ya wadhamiri la sahabi al-khudud. Wa qu'ud unajua ni jamu ya qa'id, alika. Qu'ud ni jamu idhum alaiha qu'ud, ay lu'inu. Kwa maana yake nini? lu'inu hina ahraqu al-mu'minina bin-nar qa'idina hawlaha fi makani mushrafin, fi makani mushrifun alaiha min hafatil ukhdud. Shekhe kapitani mwingine kwamba wamelaaniwa wakati walipowasha moto, walipowasha waumini, walipowachoma waumini kwa moto, hali ya kuwa ni wenye kukaa pembezoni mwa huo moto, katika eneo ambalo wanawatazama wale katika kingo za kutoka minahafati na hududi, kuna kwenye kingo za nini, za mahandaki. Na inasema al-lafdhu ala, hili tamko la ala hapa kwa tafsiri nyingine, ukiacha kwamba juu yake, kwa wale waliosema kwamba kulijengewa kabisa juu. Sasa hii ala ni ya pembeni. Nasema hili tamko la ala ni mushiru bidhani, kalatambulisha hilo. Ukisema maratun alaiha turidu musta'liya bimakani yaqrubu minhu, maratu alaykum, nimempitia, ni kwamba hii ala yaonyesha ukaribu, ni kwamba walikaa mahala pa karibu. Ndio maana tafsiri nyingine wakasema idhhum alaiha, wakati wao pembezoni mwa huo moto. Hiyo ala kumechungwa kwamba ala isti'la huwa wakati mwingine kafidisha nini? Ukaribu. Isti'la huwa kwa wakati mwingine kafidisha ukaribu. idhum alaiha qu'ud, wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud, na hali ya kuwa wao yale wanayofanya kwa waumini ni wenye kushuhudia. Ay inna ulaika aljababira alladhina amaru bihraqi almu'minin kanu huduran inda ta'dhibihim yushahiduna ma yaf'aluhu bihim atiba'uhum, kwamba akiwa anakusudia wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud, ni kwamba hawa jamaa wakatili hawa ambao waliamrisha kuchomwa moto wa umini, walikuwapo kwenye kuadhibiwa kwao, wakishuhudia kile wanachokifanya wafasi wao. Ndio hum ala ma yafaluna bil mu'minina shuhud. Endelea pale, endelea. Wama nakamu minhum, na hawakumtesa yoyote katika hao, illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid. Wama nakamu minhum, na hawakuwatesa miongoni mwao, illa an yu'minu, illa ni kwa kuwa muamini kwao. An yu'minu, ukifanyia tawili ya masdar ya illa imanuhum billah, wama naqam minhum illa imanuhum billah, illa ni kwa kumwamini kwao na Mwenyezi Mungu. Ana kufanyia tawili ya masdar utakuta ni imanuhum, illa ayuminu billah, illa ni kwa kumwamini wao nani, yani illa imanuhu wa tasdiquhu biwahdaniyati Allah subhanahu wa ibadatuhu lah, illa ni kwa kumwamini Mwenyezi Mungu, kusadikisha upweke wake. Al-Aziz, Mwenyezi Mungu ambaye jina lake nani?
Al-Aziz, mwenye kushinda. Al-Hamid, mkamilifu wa nini? Wa sifa, mwenye sifa njema. Mungu ambaye alladhi lahu mulku samawati wal ardi, ni wake ufalme wa mbingu na ardhi. Zalillahi mulku samawati wal ardi. Aya inaishaje? Wallahu ala kulli shay'in shahid. Mwenyezi Mungu juu ya kila kitu ni mwenye kuona, ni shahid, ni mwenye kuona. Shahidi tofauti na kuona kabisa, kwamba shahidi anaona lakini pia yupo na anasikia. Shahidi Kwa hiyo hawa ashabu al-ukhdud ndivyo walivyowafanya waumini wa Najrani ambao walikuwa ni katika wafasi wa Nabii Isa alayhi salatu wassalam. Na Mayahudi walikuwa wanalazimisha hapa lazima kufuata Uyahudi. Adhabu yake na mateso aliyowapa ni hayo. Nini cha kusoma kikubwa hapa ni kwamba ni Mtume Muhammad. Kwa nini ije kwenye Qur'an? Moja ni taslia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni liwazo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba haki na Bilal bin Rabah si wamevuliwa nguo zote wakawa wako watupu, alafu anaburuzwa kwa juu ya milima ya Maka ile na mawe ya Maka kwenye jua kali. Kuna watoto walikuwa wanamburuza Bilal bin Rabah juu ya milima, toka damu masikioni, anatoka damu puani, anatoka damu kila mahala, lakini aambiwe achana na Muhammad utasalimika. Asema wa ahadun. Mwenyezi Mungu ni mmoja tu, Mwenyezi Mungu ni mmoja tu, Mwenyezi Mungu ni mmoja tu. Na hiyo ilikuwa ni kazi ya Umayya bin Khalaf, ndio aliosema aadhibiwe hivyo. Kwanza alimwadhibu kama siku 5 siku 7 mfululizo, kamlaza uchi mtaani. Jua la Maka, alifika Maka na jua ni jua kali, huwezi kukata dakika 6-7 kwenye jua, lakini yule kavuliwa nguo zote kwenye jua kali, alafu kaekewa jiwe zito kifuani siku 6-7. Hakufa. Chukua watoto wafunge kama paka, alafu wamburuzi. Ammar bin Yasir, mama yake alipasuliwa katikati kama alipopasuliwa yule Arahib, kwamba farasi aende huku kulia na farasi mwingine aende kushoto. Mama kafungwa kwenye farasi, huyu farasi anakwenda kulia na huyu anakokwenda mpaka huyu anasaga farasi, huyu kulia na anasaga farasi mpaka kapasuka katikati. Mama ni Sumaya. Sumaya aliuawa namna hiyo. Sasa hao wote wameteseka sana wakati wa Mtume Muhammad. Kwa hiyo lazima Mtume apewe historia kwa ajili ya kufanyaje, ni taslia. Kwa hiyo aya kwa upande wa Mtume sallallahu alaihi wasallam imekuja kwa njia ya taslia, lakini aya imekuja kwamba inna lillahi ibada idha aradu. Mwenyezi Mungu anawaja hao wakitaka, na Mungu anataka. Na huyo ni yule al-ghulam, yule kijana ambaye akimwambia Mungu tu hapo jambo linakuwa. Lakini pia twasoma kwamba yule kijana aliona kwamba wamal hayatu dunya illa lahu wa la'ib, wa inna dara al-akhirata la hiya al-hayawan law kanu ya'lamun. Alijua hivyo, ndivyo sivyo? Kwamba haikuwa maisha dunia ila ni upuzi tu, hata kaishi maisha marefu kiasi gani, lahu tu na michezo, na maisha ya akhera hayo ndio maisha ya sawa sawa. Na kama watu wakifanyaje, watakuwa wanajua. Kamwambia mfalme, wewe bwana kuniua hivi huwezi mpaka kufundisha. Ni kwamba alijua kwamba akhera yake iko salama. Walal akhiratu khairun laka min al-ula, ilimdhihinikia kwamba akhera ni bora zaidi kuliko ulimwengu. Kwa akaona kwamba
hata ukaniua wewe niue tu, lakini watu huku nyuma niache athari, watu wamefuata dini. Lakini pia tufahamisha kwamba usife kibudu bwana, acha athari katika dunia kama alivyoacha yule ghulam, na athari kubwa ni athari ya imani. Yule hakutaka kuacha majumba ya ghorofa na nini, kaacha athari ya nini? Imani, kwamba watu wamwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Asema la tarhal min almakani ila almakani fatakuna kahimari raha yasir المكان الذي ارتحل إليه هو المكان الذي ارتحل منه. Kwamba usiwe kama ule punda yule. Watu wa zamani kabisa wanajua kwamba unga ulikuwa ukisagwa na punda wakati hakuna mashine. Yule punda anazunguruka tu hivi, anazunguruka, kaekewa shina maalum, anazunguruka mpaka inafikia mahala sasa unga unatoka. Lakini yeye pale alipotoka ndipo alipokuwa pale pale, hanufaiki chochote. Sasa katika dunia usiwe kama punda huyo, utakufa kibudu. Lazima uache athari kama ule kijana. Ndio tunachopata. Lakini yaonyesha kanuni za wafalme duniani zile zile hazibadiliki. Yeye mfalme anataka umkubalie tu hata kama jambo halifai. Ndio ilipotokea kwa ule kijana kwamba yani aambiwe kwamba lazima ukubali kwamba mimi Mungu au nikurushe. Na wako tayari kufanya chochote kulinda ufalme wao. Mwenyezi Mungu atukinge. Tujalie khairi, tujalie min alladhina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.